Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu nisaidie. Leo Machi 19, 2025 inatimia miaka 4 tangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan apishwe kuwa kiongozi wa taifa hili baada ya kifo cha aliyekuwa mtangulizi wake, Rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli. Mwananchi Digital imekusogezea baadhi ya matukio mbalimbali pamoja na nukuu zake katika kipindi cha miaka hii 4 tangu alipopata nafasi ya kuiongoza serikali ya Tanzania. Tunapokwenda kumpumzisha, tunaweza kusema bila kigugumizi kuwa tuko tayari kuendeleza kazi yake nzuri kwa nguvu, kasi. Tutaiendeleza kwa nguvu, kasi na ari ile ile. Na hapa naomba niseme kidogo kwa wale ambao wana mashaka mwanamke huyu ataweza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataka niwaambie aliyesimama hapa ni rais. Nataka nirudie kwamba aliyesimama hapa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye maumbile yake ni mwanamke. Waheshimiwa viongozi na ndugu waombolezaji wenzangu, tumepoteza kiongozi mahiri, shupavu, jasiri, mchapakazi, mwadilifu, mnyenyekevu, mcha Mungu, mfuatiliaji, mzalendo kwa taifa lake, mtetezi wa wanyonge, mwanamwema wa Afrika, mwana mapinduzi wa kweli, na nikigeuza uso wangu huku naona mwana mageuzi mahiri. Ulikuwa TASAC humu ndani, si ndio? Unayajua madudu yenu mnayofanya TASAC, lakini bado nimekuinua urekebishe madudu yenu humu ndani. Moja kubwa mlilolifanya ambalo limeniudhi sana, kwa mwaka mmoja mmefanya vikao 23 vya bodi mwaka huu, na mmetumia karibu milioni 600 na kwa vikao vya bodi tu. Bodi hiyo imekaa mara 11, si 13, lakini bodi hiyo ikajigeuza vikamati vikakaa mara 11. Pesa iliyotumika karibu bilioni 1 kwa bodi tu ndani ya hilo shirika. Ukiangalia kilichozungumzwa na kilichotoka, impact ya hizo bodi hakuna. Nimekunyanyua wewe, ni kijana uko pale. Napenda hapa nitatumia ule msemo wa Aweso. Wewe ni kijana, mimi ni mama. Ukinizingua tutazinguana.
nataka ukafanye kazi pale, na sio kwenda kupandisha mabega kwa wenzio uliowaacha pale. Dilisha juzi hapa, sitakaa kwenye viridi kufoka. Sijaumbwa hivyo, sijakuzwa hivyo. Mimi yangu ni kuangalia performance zenu. Ambaye performance iko chini, namwambia waziri sijaridhika na huyu, natoa. Watu ni wengi mno wanasubiri hizo nafasi. Natoa, naweka wengine ambao watakwenda kujituma na kutumikia wananchi. Msitegemee nitakutani fulani na fulani njoni, kwa nini hivi na hivi na hivi na hivi na hivi? Wote watu wazima, mnayajua mazuri, mnayajua mabaya. Mkifanya mnafanya makusudi. Nitaongea kwa kalamu, narudia tena. Najua kuna wanaonitizama nilivyo na wakasema mama hamna kitu huyo. Najua nilisema ndani ya miezi 6 nilikuwa nasoma, na nyinyi mmenisoma. Kwa sasa tumesomana, kazi iendelee. La watu kupewa bili za nyuma za kodi walipe leo. Ndugu zangu, nataka kusema hivi, miaka yote hiyo watoza kodi wapo, kama halmashauri zipo. Mmeachia watu hawakulipa. Leo hii unampelekea mtu bili la miaka 5 6 nyuma alipe leo. Wakati ule ulikuwa wapi? Madam President, under your leadership, Tanzania has taken important and meaningful steps. And President Joe Biden and I applaud you. Thank you. You have been open to working with the political opposition. We have discussed that. You have lifted the ban on political party public rallies. You worked to improve the freedom of the press. And just yesterday, you participated, as you mentioned, in the Summit for Democracy. On the subject of economic growth, good governance delivers predictability, stability, and rule of law, which businesses need to invest. Working together, it is our shared goal to increase economic investment in Tanzania and strengthen our economic ties. To do so, I am pleased to announce a series of new initiatives. One, the Export-Import Bank will sign an MOU with Tanzania, which will facilitate up to $500 million in U.S. exports to Tanzania. In the